Steve Mweusi ameweza kujipanga vyema na zaidi katika mashambulio ya tamthilia yake ya Memkwa. Sasa hivi ukiongelea katika tamthilia 5 ambazo zinapendwa kuanzia 1 mpaka 5, basi tamthilia ya Memkwa huwezi kuikosa kuiweka kwenye nafasi ya pili, namba 1 mpaka namba 3. Kwa sasa hivi ni tamthilia ambayo imeweza kuchukua nafasi kubwa sana, kwa maana watazamaji wamekuwa ni wengi sana kulinganisha na tamthilia zingine ambazo ameweza kuzikuta. Hatujajua kwamba kutokana na jina lake au ni kutokana tu kwamba na utendaji kazi mzuri, kwa maana Memkwa sasa hivi ameweza kuwekeza sana. Ukiangalia watu ambao wameweza kushiriki katika tamthilia ya Memkwa, tuliweza kuizungumzia tamthilia ya Dunia kwamba imeweza kufanya poa mpaka sasa hivi nazidi kufanya poa, imekuja Big Boss, lakini sasa hivi tunaizungumzia Memkwa. Memkwa imeweza kuwashika watu kweli kweli. Memkwa, tukiongelea Memkwa, nadhani kama ni mtu mzima au kama umesoma mpaka darasa la 7 utakuwa unaelewa kwamba Memkwa ni elimu ya watu wazima au ni elimu ya kina nani. Sasa katika tamthilia hii hapa Steve anafanya vituko vingi sana. Sasa mimi nimekuja kucombine na kuizungumzia hii tamthilia ambayo inazidi kufanya vizuri. Mapokezi ni makubwa sana huku mtaani, nimeweza kushuhudia mapokezi ya hii tamthilia ya Memkwa. Watu wamekuwa wakiwa wanaisubiria kwa hamu sana, mpaka watu wengine wanahisi kama mashabiki wengine wanadai kwamba Steve anawaboa, wanatamani kwamba hii tamthilia iwe inaachua baki, lakini nahisi kutokana na utaratibu wa Steve Mweusi ni lazima aende na utaratibu mzuri kwa ajili ya kuboresha kazi yake na ili aweze kutoa kitu ambacho kilicho bora na mashabiki waweze kukipokea vyema kabisa. Sasa kabla sijaendelea, nikuombe kitu kimoja, dondosha komenti yako hapo chini kwamba una mtazamo gani kuhusiana na hii tamthilia ya Memkwa, lakini usisahau tu kubonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe hapo. Usisahau kulike pia video hii hapa, uwe mtu wa kwanza kabisa kupata update zetu. Tuliweza kuona juzi Steve Mweusi ameweza kufanya interview katika radio moja ambao ni East Radio, ambayo alikuwa anafanya interview na kuweza kuongelea vijana ambao wanaingiza mkwanja kupitia YouTubers, na waliweza kudai kwamba wana mikwanja ya kutosha sana, lakini Steve Mweusi amekuwa mara kwa mara akikanusha kwamba wasije wakaongea pesa ambazo hawaingizi. Tumeweza kuona wasanii wengi wakiwa wana fake life katika upande wa YouTube, wakiwa wanataja numbers kubwa za pesa ambazo wanaingiza, lakini ukiangalia maisha yao ni maisha ambao ni ya kawaida sana kulinganisha na ma YouTubers ambao ni wengine ambao wanaotengeneza mkwanja. Ukizungumzia ma YouTubers ambao wanatengeneza mkwanja, basi Steve Mweusi huwezi kumweka pembeni, na katika listi ambayo ukianza kutaja namba 1 mpaka namba 5 YouTubers ambao wanaotengeneza pesa za kutosha, nadhani Steve Mweusi bado anaendelea kustiki kwenye namba 1 mpaka namba 5. Tukimzungumzia labda Steve Mweusi, Joti, tukimzungumzia Bichwa, alikadhalika na ma YouTubers wengine. Kuna ma YouTubers wengine wanatengeneza pesa za kutosha sana katika kazi zao za YouTubers, lakini bado hatujawahi kuwaweka public, yani ni kama wanajificha hivi, lakini hatujajua ni kwa nini wanajificha, kwamba hawataki kujionyesha au vipi. Sasa tamthilia hii hapa sasa hivi imeweza kuchukua nafasi kubwa sana, nikizungumzia kwamba imeweza kupokelewa vyema sana huku mtaani. Nimeweza kushuhudia nyumba kadhaa zikiwa zinalalamika ama wakiwa wanaongea kwamba Steve Mweusi naye anachelewesha sana hii kazi ya Memkwa. Sasa Steve Mweusi tunabidi tumpe congratulations yake, maana tumpongeze makofi kwa kidogo basi, ambapo ameweza kufanya kazi ambayo ameweza kuziteka hisia za watu. Kuna matukio mengi sana ambayo yamezidi kufanyika katika tamthilia hii ya Memkwa. Ndio kwanza yuko katika season, yuko katika kipande cha 6. Bado sana movie inazidi kufanya vizuri, mapokezi kila siku yanazidi kuwa makubwa. Ukiangalia vijana ambao wameweza kuwapa nafasi humu ni vijana ambao wanajua kwamba wanafanya nini, kila mmoja anajua kwamba ni kitu gani ambacho anakifanya. Memkwa ukiangalia kuna Mr. Mwanya, kuna Dogo Pattern, sasa hivi nimeona paka Msomali wameweza kumvuta katika tamthilia ya Memkwa. Una maoni gani kuhusiana na tamthilia hii hapa, kwamba Steve Mweusi kaweza kugonga kwenye mshono kwamba watu wengine watulie? Naona kabisa kwamba Big Boss inaenda kukosa nafasi juu ya tamthilia hii hapa. Hata Dunia pia tunaweza kutoa angalizo, kwa maana Steve Mweusi numbers zake zimekuwa ni kubwa sana ukilinganisha na ma YouTubers wengine. Kuna namba ambazo Steve Mweusi aliweza kuzipoteza hapo kipindi cha nyuma, lakini
lakini kwa sasa hivi amerudi katika namba zake ambazo zilikuwa zinazungumziwa hapo before. Sasa mimi nakuacha na video hii hapa ili tuweze kukutana next video, tujue kwamba ni kitu gani kiliendelea juu ya Steve na tamthilia yake. Je, namba zinaendelea